Karibu sana mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kiburudani kutoka hapa, hususan hii ya muendelezo wa wasanii wa nyimbo za Injili ambao walikuwa wana tofauti. Hatimaye tofauti yao imeisha hii leo baada ya kupatanishwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Charamira katika ofisi yake jijini Dar es Salaam, baada ya kuwapa mwaliko wasanii hao wote wawili, Martha Mwaipaja pamoja na Upendo Nkone. Msanii wa nyimbo za Injili Martha Mwaipaja ameweza kumsamehe kwa moyo mmoja msanii mwenzake Upendo Nkone kwa yale yote ambayo yalikuwa yametokea hapo nyuma, yaliyokuwa yameleta taharuki kwa mashabiki pamoja na wapenzi wa nyimbo za Injili, hususan kwa wasanii hao wawili. Ameweza pia kuelezea baada ya kuwa tayari wamesameheana msanii Martha Mwaipaja. Mimi pia nashukuru sana mheshimiwa, umekuwa baraka sana kwa sababu ya hiki kimetokea, hiki jambo limetokea. Niseme ukweli kabisa, wewe ni baraka sana. Wewe ndio mtu pekee ambaye kwa kweli, kwa ile kweli kutoka moyoni umesababisha kwa sehemu kubwa imekuwa hivi. Sina mengi zaidi ya kusema, lakini nasema mama yangu Nkone, Upendo Nkone, wewe ni baraka. Wewe ni lango. Naheshimu sana mafuta yako, naheshimu huduma yako sana. Katika udhaifu wote tunakuwa nao wanadamu, kutokea leo nitajilinda zaidi, nitajichunga zaidi. Yamkini kuna mahali nilikuumiza, nikakaa moyoni na sijui, mahali najua au unajua, nirehemu tu. Nisamehe kabisa, na mimi yamekwisha. Na Yesu pia atusamehe, kwa sababu kuna mahali tunaumiza Mungu, tunaumiza moyo wa Mungu mwenyewe. Mungu ametuamini, ametupa hii kazi kwa ajili ya kusema na watu. Kwa hiyo mahali nimekosea, tusamehe. Watu wa Mungu, turehemu tu, bado tuko wanadamu, tuna mambo tutakosea. Ila Mungu awabariki sana. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Charamira aliweza pia kutoa neno kuhusiana na kuwaalika wasanii hawa wawili wa nyimbo za Injili ili kuondoa tofauti zao na kurudi kama ilivyokuwa mwanzo. Amesema, ninayo furaha leo ofisini kwangu nimetembelewa na dada yangu Martha Mwaipaja, mwimbaji mashuhuri wa nyimbo za Injili Tanzania na Afrika Mashariki. Lakini pia nimetembelewa na dada yetu wa muda mrefu, dada yangu Upendo Nkone, ambaye pia ni mwimbaji mashuhuri wa muda mrefu wa nyimbo za Injili. Sambamba na kutembelewa huku, kwanza nimefarijika sana na kuwaona katika ofisi yetu, kwa sababu moja ya dhamira ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kuhakikisha sisi viongozi wa serikali tunakuwa viongozi katika sekta zote bila kubagua ama kuiacha nyuma sekta yote. Mtafahamu kwamba dada yangu Upendo Nkone pamoja na dada yangu Martha, wote hawa wamekuwa ni watumishi wanaoinjilisha kwa kipawa kikubwa cha uimbaji ambacho Mungu mwenyewe aliwapa. Kwa hiyo hivi punde, siku chache zilizopita, niliona kidogo sintofahamu katika mitandao ya kijamii, lakini nikapata nafasi ya kuzungumza na dada zangu kwa mmoja mmoja, lakini nikaangalia dhamana kubwa sana walionayo, na hasa kwa followers wao ni wengi sana, lakini kila mmoja amezungumza mambo mazuri na ambayo kwa lugha nyepesi yanakwenda kujenga undugu na kuimarisha zaidi Injili hapa ndani Tanzania na pengine hata nje ya mipaka ya taifa letu. Jambo la kwanza ambalo ningetamani sana pia kulizungumzia ni kwamba mahali popote kunapokuwa kuna kipaji kikubwa sana ambacho Mungu amekiweka ndani ya mtu, mahali hapo huwa shetani hakai mbali. Shetani huwa anaweza kufanya kazi. Yupo mtu anaweza akasema, sasa mbona mchungaji anadondoka, au mbona mwimbaji anadondoka, au mbona askofu anadondoka. Sisi ni wanadamu tu. Hata tungelikuwa na mapambo ya namna gani, tunabaki kuwa wanadamu na ubinadamu wetu. Na ndio maana Mungu siku zote, kila tunapodondoka, tunapaswa kuutazama msalaba na kunyanyuka upya na kuweza kuziomba toba kila mara.
tunapodhani kwamba tumemkosea Mungu. Kwa hiyo nitoe rai kwa Watanzania na hasa waimbaji wote wa nyimbo za Injili kwamba sisi ni Wakristo, ni Waislamu, lakini ni followers wa mtu yoyote ambaye Mungu ameweka kipaji kwake. Sisi ni followers wa dada Upendo Nkone, sisi ni followers pia wa dada yangu Martha Mwaipaja. Na mkiangalia kuna hadi waimbaji wengine wako katika taifa jingine huko ambao wametendi mpaka kuiga sauti za waimbaji wetu wa ndani ya taifa letu. Maana yake kuonyesha kwamba wako kwenye taifa jingine lakini ma role model wao wako kwenye taifa letu. Sasa hiyo pia kwetu ni kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kaendelea kulitangaza taifa letu, lakini zaidi pia ni kitu kikubwa ambacho kinawezekana kikaendelea kuinjirisha na wengine kubadilika na pengine kuwa watu wema zaidi. Martha aliwahi kuimba wimbo wake mmoja anasema sipiganagi mwenyewe. Lakini ukimwangalia pia dada yangu Upendo aliwahi pia kuimba wimbo wake mmoja wa usifurahi juu yangu. Nyimbo hizi mbili ukiziangalia zinatoa message kwamba unapopata jambo lolote gumu mbele yako inamaanisha sipigani na upigani peke yako. Lakini dada Upendo anakuja kujibu tena, hata kama wimbo wake ndio mkongwe zaidi, ni kwamba mwenzako yoyote anapopita katika jaribu la aina yoyote usimfurahie. Usifurahie juu yangu. Na ndio maana pia dada yangu Martha akaimba naye kwamba sipiganagi mwenyewe. Maana yake sipigani mwenyewe katika kila jambo ambalo tunakuwa tunalipata. Sasa nyimbo hizi mbili ni mfano tu mdogo, lakini itoshe tu kusema kwamba dada Upendo na dada yangu Martha ni ndugu na ni marafiki. Ni dada na ni mama kwa mwenzie, na kwamba hawawezi kutenganishwa kwa maneno ya mtaani. Na watu wote tunapoona kuna jambo lolote tusitumie mianya hiyo kuweza kukuza na kupasua zaidi Injili katika taifa letu, tukajikuta sasa tunabaki na watu ambao sio waimbaji na upotofu katika taifa ukawa unaendelea. Naam, hii ni Majuzi TV, endelea kufuatilia kwa kupata updates mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiburudani, michezo, teki pamoja na kufahamu masuala ya kijamii. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane tena hapo baadaye kuendelea kupata content nyingi zinazohusiana na masuala ya trending, stories zote ambazo zinaendelea katika mazingira yetu. Hapa ndipo mahali pekee utakapozipata kwa ukamilifu wake. Tukutane tena hapo baadaye.